yanawezekana. Yote yanawezekana. Oh, yanawezekana. Alipo Roho yanawezekana. Tukiamini yanawezekana. Oh, yanawezekana. Alipo Roho yanawezekana. Tukiomba yanawezekana. Oh, yanawezekana. Alipo Roho yanawezekana. Yote yanawezekana. Oh, yanawezekana. Alipo Roho yanawezekana. Habarini, hamjambo, mmeamkaje? Ninawapenda katika jina la Yesu. Inaendelea na kitabu cha Isaya 66 mstari wa 10. Kwa wale ambao tumbo zao zimefunga, kwa wale ambao kazi zao haziendi, kwa wale ambao hospitali wameambiwa hawawezi kuzaa, kwa wale ambao wameambiwa mirija imefunga, vizazi vyao havishiki mimba, mayai yamepungua, hayana nguvu ya kuconceive, kwa wale ambao tumbo zao zimefungwa, leo ninasikia msukumo wa kuongea nao. Usikate tamaa, kwa sababu tunakumbuka kwa habari ya Sara. Sara alikaa sana bila kupata mtoto, lakini hatimaye Mungu alifungua tumbo lake. Je, kwa habari ya binti yule aliyeitwa Ana nabii, Biblia inasema naye Mungu alifunga tumbo lake. Wengine Mungu anakuwaga amewapa jaribu, maana Biblia inasema ninawajaribu na kuvijaribu viuno. Mwanadamu, kwa nini ukate tamaa? Na angali Muumba wako anaziangalia ahadi zake ili aweze kuzitimiza. Neno la Mungu linasema, furahini pamoja na Yerusalemu, shangilieni kwa ajili yake, ninyi nyote mumpendao. Ninyi nyote mnayempenda Mungu, shangilieni. Rejoice. Furahini. Furahini katika Bwana. Furahini kwa ajili ya Mungu. Furahini kwa ajili ya mambo makubwa anayoenda kuyatenda. Furahini maana ataliondoa giza ndani ya tumbo zenu. Furahini maana mtaitwa waliobarikiwa. Furahini maana hamtaitwa tasa tena. Biblia inasema pamoja naye kwa furaha. Ninyi nyote mliao kwa ajili yake. Ninyi nyote mnaolia kwa ajili ya tumbo za ndugu zenu, za watoto wenu, kwa ajili ya wapendwa wenu, kwa ajili ya wake zenu waliofungwa ambao hawazai. Umemaliza miaka mingapi? Unashika mimba zinatoka. Unakumbuka kwa habari ya damu ya msalaba? Je, unaamini damu ina nguvu kuliko damu ya Habili? Unaamini damu Yesu iko hai na inazungumza? Leo nasema na wewe. Biblia inasema katika Ayubu 14 mstari wa 7 na 9. Mti unaweza kuwa umekatwa, lakini ijapokuwa mizizi yake imechakaa mchangani, kwa harufu ya maji tu inaweza kuchipuka. Inawezekana umetukanwa sana. Imewezekana mawifi wamesema unajaza choo. Imewezekana mama mkwe anamshauri mtoto wake aoe mke mwingine kwa sababu haoni faida. Leo nasema na wewe, haijalishi, ijapokuwa mti umekatwa na mizizi yake imechakaa mchangani, kwa harufu ya neno hili la Bwana ninalokupa ya kwamba Bwana azalishaye atatunga mimba ndani ya tumbo lako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema furahi kwa ajili yako wewe unayelia. Furahi kwa ajili yake yeye unayemlilia, kwa sababu Bwana anasema mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake, mpate kukama na kufurahiwa na wingi wa utukufu wake.
Maana Bwana asema hivi, tazama, nitamwelekezea amani kama mto na utukufu wa mataifa kama kijito kifurikacho, nanyi mtapata kunyonya, mtabebwa na juu ya magoti mtabembelezwa. Mfano wa mtu ambaye mama yake amfariji, ndivyo nitakavyowafariji ninyi, nanyi mtafarijiwa katika Yerusalemu. Nanyi mtaona na mioyo yenu itafurahi, na mifupa yenu itastawi kama majani mabichi, na mkono wa Bwana utajulikana uelekea watumishi wake, naye atawaonea adui zake ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la Mungu kwa ajili yako siku ya leo, wewe uliyekata tamaa. Chochote kilichokufanya ukakata tamaa, lolote lilokusababisha ukakata tamaa, rudi kwa laini mara moja. Mungu akubariki sana. Ninawapenda. Share, subscribe, comment, inbox. Njoo tushauriane. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu, Purity John. Nimeokoka na nampenda Yesu. Amen.